Nimtaja Mheshimiwa Asia Halamga, Mheshimiwa Tarimba Gulama Basa Jandani. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika mpango wa maendeleo wa mwaka mmoja mitano 25 na katika maandalizi ya bajeti ya mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuwepo huku ndani, lakini nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa vyombo vya ulinzi vya usalama katika nchi yetu, pamoja na vikao vyote vya maamuzi vilivyonipitisha kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi na leo niko huku ndani. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwa wana CCM wote wa wilaya Hanang', lakini kubwa zaidi kwa wananchi wa kata zote 33, vijiji vyote 96 vya jimbo la Hanang' kwa kutoa kura za kishindo kuanzia rais, mimi mbunge, pamoja na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi kwa kura za kishindo na za kihistoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu imani kubwa ya wana Hanang' kwa kutoa kura kwa Chama cha Mapinduzi ni kwa sababu kipindi cha miaka minne Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya kazi kubwa ya maendeleo, na ndiyo maana wana Hanang' hawakuwa na hofu wala shaka ya kuhakikisha wanamchagua kwa kura zote za kishindo na kuwachagua viongozi wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya shukrani zangu hizo, niombe sasa nijielekeze kwenye mpango. Wakati najielekeza kwenye mpango, nitumie nafasi hii kuwapongeza sana mawaziri kwa kazi kubwa ambazo wanafanya wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijikite katika uingizaji wa bidhaa kwenye nchi yetu, hususan bidhaa 5 muhimu na mojawapo ikiwa ngano inayoingizwa katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia fedha nyingi za kigeni kuingiza ngano ndani ya nchi yetu. Ndani tuna uwezo wa kuzalisha tani 120,000. Hivyo 85% mpaka 95% ya ngano ya nchi yetu ya Tanzania tunaagiza kutoka nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia fedha za kigeni zaidi ya shilingi milioni 350 mpaka milioni 450. Hii ni sawasawa na trilioni 1 ambayo ni fedha tunazitumia kwa ajili ya uingizaji wa ngano hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nitumie nafasi hii kuipongeza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kujikita kuhakikisha kwamba inabadili historia ya kuhakikisha kwamba tunapunguza agizo kubwa la ngano katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa ninaomba niongelee mashamba makubwa ya kihistoria katika nchi yetu, mashamba ya ngano yaliyoko wilaya ya Hanang', mashamba ya Basutu, mashamba ambayo yalianza toka mwaka 1970. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa mashamba yale yana mwekezaji ambaye anaitwa Ngano Limited. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji ana shamba takribani 43,000 na muda ambao amepewa sasa ni miaka 20. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, huku taifa likitumia gharama kubwa kuagiza ngano nje ya nchi, shamba ambalo lilikuwa limekusudiwa kulimwa ngano kwa miaka 20, shamba hilo limekuwa ni mapori. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunaiomba sana serikali kutoka na kwenda kuliangalia shamba la Basutu Plantation ili kuweza kupitia mkataba wa mwekezaji na makubaliano tuliyompa shamba lile kwa ajili ya uendelezaji wa kilimo cha ngano. Miaka 1970 walikuwepo wa Canada. Hanang' ilikuwa ni sehemu ya historia katika nchi. Ndege zilikuwa zinashuka, uwanja upo kwa sababu ya ngano, kilimo kikubwa kilichopo pale. Na leo taifa linapoingia hasara ya kwenda kuchukua ngano nje ya nchi, wakati tayari tulikuwa tuna mwendelezo mzuri wa shamba na lilikuwa linazalisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, narudia tena kuiomba serikali yangu sikivu irudi kupitia upya shamba la mwekezaji wa Ngano Limited, kwa sababu halimi, hazalishi, na mwisho anatutengenezea changamoto kati ya viongozi, wananchi na serikali yao. Wananchi wamezaliana, wanaliona shamba liko pale, shamba limekuwa mapori na linakodishwa kwa mtu yoyote ambaye mwekezaji anajisikia, na wananchi wanabaki wakiangalia
Hii haikubaliki. Ninaiomba tena serikali yangu sikivu ipitie upya mkataba wa shamba la Basutu. Tukiweza kuchukua shamba la Basutu, tutaweza kuiokoa nchi yetu kwa 26% ya kuto kuagiza ngano nje ya nchi ambayo tunatumia fedha nyingi za kigeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi kupongeza sana wizara hii kwa mipango endelevu na hususan viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona namna serikali ambavyo imejipanga kuendeleza mji wa Dodoma, lakini pia kuendeleza mkoa wa Arusha na kupelekwa kwa fursa nyingi, pamoja na mkoa wa Manyara katika mpango wa maendeleo endelevu, ili kuondoa foleni mbalimbali na kuubana mji huu tena wa Dodoma. Mimi ushauri wangu, mkoa wa Manyara ni mkoa mkubwa, ni mkoa bado una ardhi kubwa. Niombe sana swala la viwanda tuweke mkoa wa Manyara kama eneo la kimkakati, na hususan wilaya Hanang', ili kwa miaka kadhaa huko mbele tuondoe foleni na jamu kubwa ya kuwekwa viwanda hapa na kutanua fursa za kiuchumi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapoongelea viwanda kuwepo mkoa wa Manyara, manake tuna fursa ya kupeleka bidhaa nchi jirani kama Nairobi, lakini kutoa bidhaa kupeleka nchi jirani kama Rwanda, Burundi pamoja na Kongo, lakini kuingiza hapa katikati ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo hili la viwanda, wilaya ya Hanang' tuna fursa kubwa, tunao chumvi ya kutosha, tunao simenti malighafi yenye zaidi ya miaka 100, tunayo dhahabu ya kutosha. Tunaomba serikali iangalie wilaya ya Hanang' kwa jicho la kipekee, na wananchi wako tayari kwa ajili ya kupokea viwanda, kwa ajili ya uwekezaji, kukuza pato la taifa, lakini kutoa ajira kwa wananchi wa wilaya ya Hanang', wa mkoa wa Manyara na wa Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali yangu, serikali iliyofanya kazi kubwa katika nchi yetu. Imeweza kuboresha bandari ya Tanga na sasa inafanya kazi kubwa na nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, unapoongelea swala la bandari, namna ambavyo imeboreshwa, fedha zinazopatikana pale, lazima uone sasa magari yanayotoka bandarini, njia zinazopita lazima ziwe bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoongelea kwa kanda ya kaskazini, kwa maana ya bandari ya Tanga, ukitoka Tanga mpaka unapofika mpakani Gehandu, ambapo ni wilaya ya Hanang', mkoa wa Manyara, kwenda Singida, kipande korofi cha barabara ni kipande cha kutoka Dareda mpaka Gehandu, panapo jimbo la Babati vijijini pamoja na jimbo la Hanang'. Kazi hii kubwa imeshafanyika. Niombe tufanye ukarabati mkubwa kukwangua ile lami, kwa sababu imewekwa viraka mara kwa mara, lakini bado imekuwa ni sugu. Lakini barabara hii imekuwa ni sugu kwa sababu wilaya ya Hanang' ni wilaya zalishi ya mazao ya kibiashara pamoja na mazao ya chakula. Niombe sana, moja ya viwanda vinavyotakiwa kuwekwa wilaya ya Hanang', tukiweka viwanda vya nafaka, tutapandisha sana thamani ya watu wetu, kwa sababu ni wakulima wakubwa, na ndio maana barabara inaharibika mara kwa mara, kwa sababu magari mengi yanaingia pale kuchukua mazao. Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze sana serikali kwa kazi kubwa iliyofanya kuendeleza vijana na hususan kujenga vyuo vya VETA nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatoa fedha kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vyuo vya elimu ya juu. Niombe sasa, ili kuwa na mpango endelevu, vijana hawa wanapotoka VETA kuwe na utaratibu wa kuwakopesha vifaa, ili baada ya hapo wanatoka wakiwa na elimu, lakini pia wanapata vifaa, na baada ya hapo wanapewa muda wa kurejesha fedha ambazo zimetolewa na serikali. Hii itasaidia kuleta tija zaidi ya vyuo ambavyo tumeweza kuvianzisha. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaunga mkono hoja. Ninashukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Asia Halamgwa.